Bwana Yesu asifiwe. Tulianza somo la kuvunja ama la kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza. Nikikupa maana ya mfungwa ama kufungwa, kufungwa ni kuwekwa mahali ama mazingira ambayo yanakufanya ushindwe kufanya unachokitaka na unafanya kitu ambacho hautaki kulingana na aliyekufunga anavyotaka. Ninarudia tena. Mfungwa ni mtu ambaye amewekwa kwenye mazingira ambayo anafanya kitu ambacho kwa huo wakati hataki kufanya, lakini anafanya kulingana na aliyemfunga anavyotaka. Na wakati anatamani kufanya jambo lake, mazingira aliyowekwa hayamruhusu yeye kufanya kile ambacho anakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoa mfano siku moja ya kwamba mtu yoyote ambaye amefungwa yuko gerezani, hana uhuru wa maisha yake. Anaishi kulingana na taratibu za gereza zinavyotaka. Wakisema sasa ni muda wa kula, ni wote kula. Wakisema sasa ni muda wa kazi, ni wote kazi. Wakisema sasa ni muda wa kulala, wote ni muda wa kulala. Hauwezi kuishi maisha unayoyataka. Na ndivyo vile vile adui kwenye ulimwengu wa roho amewafunga watu, akawaweka mazingira ambayo wanaishi sio wanavyotaka, bali wanaishi kulingana na namna ambavyo adui aliyewafunga anataka. Kuna watu wamefungwa vifungo vya utasa. Kuna watu wamefungwa vifungo vya kukataliwa. Kuna watu wamefungwa vifungo vya umasikini. Unajikuta hata upambane kwa kiasi gani, hata upambane kufanya kazi kwa kiasi gani, kwa sababu kifungo ulichowekwa ni kifungo cha umasikini. Pesa haziwezi kukaa kwako, mafanikio hayawezi kukaa kwako, kwa sababu mazingira uliowekwa hayakuruhusu wewe kushika pesa. Wangapi tunaenda sawa? Kuna watu wamefungwa kwenye vifungo vya kutokusoma. Haleluya. Kuna familia ukiangalia, hakuna mtu aliwahi kusoma akafika form 4. Hakuna mtu aliwahi kusoma akafika form 6. Hakuna mtu aliwahi kusoma akafika chuo kikuu. Na ikitokea amefika kwenye hiyo level, lazima tu kichwa chake hakiko sawa. Unakuta mwingine ni mlevi, mwingine unakuta ni mvuta bangi, kama ni binti unakuta ni kahaba, kama ni nini, mradi tu aishi kwenye mfumo wa kifungo alichofungwa. Kama hauruhusiwi kusoma, tafsiri yake hata ukisoma hautaona matunda ya elimu yako, kwa sababu umefungwa, hauruhusiwi kusoma. Na ndio pale Daudi akasema kwenye kitabu cha Zaburi 11 mstari wake wa 3, kama msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Unatamani kweli kuishi maisha ya baraka? Unatamani kweli kuishi kwenye ndoa maana umri umefika? Unatamani kweli kuwa na watoto maana tayari uko kwenye ndoa? Unatamani kweli kuinuka kiuchumi maana ni ukweli vyanzo vya kiuchumi unavyo, lakini msingi umeharibika? Kukiwa na msingi mbovu ndani ya familia, mimi nakwambia unaweza kupambana sana kujitofautisha na wenzako, lakini kwa sababu uko msingi ambao umetengenezwa unaosema nyinyi ni wakina nani, hata ujaribu kutoka unajikuta umerudi tu kwenye mfumo. Unaokoka kabisa, unafika kanisani, wewe unasema wewe ni mwana wa Mungu, unampenda Mungu, unamuita Bwana, lakini kumbe kwenu ziko madhabahu zinazozuia ndoa. Ziko madhabahu zinazosema ya kwamba mtu haruhusiwi kuolewa akiwa hajazaa. Ndio unashangaa mtu uko kanisani anavua sketi, anavua suruali, unadhani ni hali ya kawaida. Shida sio yeye, shida ni kifungo, shida ni msingi wa familia. Unasema nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani ni hali ya kawaida uwe umeokoka na unazini? Unadhani ni hali ya kawaida uwe umeokoka na unaiba? Unadhani ni hali ya kawaida uwe umeokoka na unasema uongo? Unadhani ni hali ya kawaida mwingine upo kwenye ndoa uo na michepuko? Unadhani ni hali ya kawaida umeshaajiriwa, umepewa ofisi nzuri, umepewa mshahara mzuri, na kisha uanze kuiba? Shida sio wewe,
Shida ni msingi unasema nini, lakini shida umefungiwa wapi na wewe unatakiwa kuishi nini, na wewe kwa hayo majira unaishi nini. Haleluya. Ndio maana Mungu ameruhusu haya majira tudili tu na ufungulivu. Haleluya. Usiseme mimi nilishafunguliwa. Ufungulivu haujawahi kuisha. Ufungulivu haujawahi kuisha. Namna unavyopanda kiwango ndivyo namna maadui zako anavyopanda kiwango. Ukiona ulikuwa kwenye stage ya kupigwa vita usiingie kwenye mahusiano, kwa taarifa yako, ukifanikiwa kuingia kwenye mahusiano, wako watu wanasimama kuzuia ndoa. Ikitokea umefanikiwa kuingia kwenye ndoa, wako watu wanapambana kuhakikisha ndani ya hiyo ndoa hauzai. Ikiwezekana umezaa watoto, wako watu wanasimama kupinga usipate pesa ambazo zitakusaidia ndoa yako iwe na amani na watoto wako wasome shule nzuri. Oh, yes. Kwa hiyo usiwahi jiona umefika. Mwambie jirani yako haujafika. Shetani anapambana na wewe usiku na mchana. Na laiti kama ingekuwa ufungulivu ama mtu kuna level akifika shetani amfati, manake saa hii tusingekuwa tunasikia wachungaji wanafungwa. Halo. Tusingekuwa tunasikia wanandoa wanapigana. Maana mpaka wamefika level ya kufunga ndoa, tayari michezo ya kijingajinga yote, kutukanana, kupigana, kufanya kila kitu wameshavuka. Why? Wanaoana kisha ndani wanapigana. Haleluya. Haleluya. Ni vifungo vya kifamilia, ni mazingira ambayo watu wamewekwa ili ya kwamba wasiwahi kuishi maisha ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Luka 4:18, Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, lakini vipofu kupata kuona tena. Adui akikufunga, unaishi vile wanataka, hauishi vile unataka. Unaweza kutamani uende supermarket ufanye shopping, alafu uchukue vitu bila kuuliza bei, lakini mizimu ya kwenu inakupeleka Samunge, kachukue nguo chambura hivi 300, 500, buku. Alafu kwa hayo majira unaona ya kwamba wanaotakiwa kuvaa nguo za heshima ni majirani zako na sio wewe. Leo ninakuombea hiyo roho ikutoke kwa jina la Yesu. Leo ninakuombea hiyo roho ikutoke kwa jina la Yesu. Sema nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Ninatoka kwa jina. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Ninatoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Kinachotufanyaga wakati mwingine wanatutesa ni pale ambapo tumefungwa na hatujui kama tumefungwa. Muulize jirani yako, una uhakika unaelewa? Muulize vizuri, una uhakika unaelewa? Una uhakika unaelewa? Na kama unaelewa, unaamini kama utatoka? Unaamini kama utavuka? Mwambie kama hauamini, inua imani yako. Leo ninaendelea na dalili zitakazo kufanya ujue kama umefungwa. Amen. Dalili zitakazo kufanya ujue kama umefungwa. Kuto kuyapa kipaumbele mambo ya kiroho. Hilo ni jambo la kwanza. Yake hayo mambo ya kiroho hayo yake kuto kupenda maombi. Kuto kupenda maombi. Unajikuta tu ukisikia habari za kuomba unasikia hasira. Hautaki kabisa kusikia habari za maombi. Ukifika kanisani wewe unataka tu uombewe. Lakini wewe ukiambiwa ingia maombi ya kufunga na kuomba, unasema nina vidonda vya tumbo. Na mwingine unaweza kuwa unapenda kabisa maombi, lakini inafika mahali haujisikii kuomba. Unafika mahali haujisikii kuomba, yani kabisa hamu ya maombi imekata. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiingia kwenye maombi, unaingia maombi ya manunguniko.
Bwana, kwa nini umefanya hiki? Baba, kwa nini umenitendea hiki? Bwana, kwa nini unanipitisha kwenye hili? Bwana, kwa nini unafanya hivi? Haleluya. Hauna moyo wa shukrani ndani yako. Badala wakati unapita kipindi kigumu, uingie maombi ya kumshukuru Mungu hata kwa hiyo hali unaoipitia. Wewe unabaki na manunguniko ndani yako, na kwa sababu ya manunguniko shetani anakamata nafsi yako. Wachawi wanakufunga. Kwa hiyo ikiwa tu ndani yako upendi kuomba, na inawezekana ulikuwa unapenda maombi lakini inafika stage haujisikii kuomba, ujue sio wewe, wamekukamata. Haleluya. Haleluya. Ujue wamekufanyaje? Wamekukamata. Kama una uwezo njoo hapa kanisani tukuombe kisha urudi kuwa nomo, na baada ya hapo uendelee. Sasa kuna mtu ukimwambia umefungwa ndio maana hauwezi kuomba, anakwambia hapana, ni mimi tu sijisikii. Kama ujisikii, mbona mwanzo uko unajisikia? Biblia inasema mwili wa mwanadamu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya. Kama Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, kila wakati unatamani kuwa karibu na Mungu. Kila wakati unatamani utafute uso wa Mungu. Kila wakati unatamani kusikia Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Ukifika mahali ya utamani kusikia sauti ya Mungu, ukifika mahali ya utamani kuwasiliana na Mungu, ikifika mahali utamani kusikia habari za Mungu, usijiulize nani kakuloga, ama usianze kutafuta mchawi nani. Wewe jua tu umeshakamatika, pambana kutoka pale alipokukamata ili ya kwamba usikushikilie tena. Haleluya. Kikawaida hivi mtu ambaye huwa tunakuwa karibu yake sana ni yule ambaye huwa tunawasiliana mara kwa mara. Yaani tunapiga story na kupigia simu, unanitumia message, tunapata muda tunakaa tunaongea. Hao ndo watu ambao huwa tunakaa nao karibu. Sasa maombi ndio njia kuu ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Ikiwa njia kuu ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu ni kupitia maombi, adui ili akufunge, cha kwanza anakata network. Maana anajua akizuia maombi, huyo Mungu naye muita Mungu hautawasiliana naye. Halo. Wangapi tunaenda sawa? Wangapi tunaenda sawa? Ukifika mahali ukijua ya kwamba huwezi kuomba, jua umekamatika. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Thesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Kama unaambiwa uombe bila kukoma, manake kitu chochote hakitakiwi kukuzuia wewe kuomba. Hali yoyote haitakiwi kukuzuia wewe kuomba. Haijalishi una pesa unatakiwa uombe. Haijalishi wewe ni mzima unatakiwa uombe. Haijalishi wewe ni mgonjwa unatakiwa uombe. Haijalishi unatembea kwa mguu unatakiwa uombe. Haijalishi unaendesha gari zuri unatakiwa kuomba, kwa maana maombi huwa yanaimarisha mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Na ikiwa maombi yanaimarisha mahusiano kati yako na Mungu, tafsiri yake hata unapokuwa na jambo lolote ambalo unatamani litendeke maishani mwako, kwa sababu una mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu uko karibu na Mungu, ni rahisi kusema hitaji lako na Mungu akafanya. Bwana Yesu asifiwe. Adui akikata network ambao ni maombi, kuna wakati ukitaka kuomba shetani anakuambia kabisa, hivi wewe unaanzaje kuomba na uongo ulionao? Halo. Halo. Yaani una mahitaji kabisa, unatamani kumwambia Mungu, baba yangu, ninaomba unisaidie hiki kipindi kigumu ninachopitia cha kiuchumi, ninaomba Bwana univushe. Yaani ukipiga magoti hivi tu pap, unaletewa picha ya mdada uliyekuwa naye jana usiku. Haleluya. Network inakata. Na hiyo picha ikisha kuja, unaanza kujiona ya kwamba mimi naweza, Mungu anaweza kunibariki kweli, naweza kufanikiwa kweli, yaani hapa nitachomoka kweli. Hapo hapo imani yako inaharibika,
Kwa nini? Hauna mahusiano mazuri na Mungu. Na shetani kazi yake kubwa ni kukuvunja wewe, ni kutengeneza mpasuko kati yako na Mungu, ili ya kwamba usibarikiwe, ili ya kwamba usifanikiwe, ili ya kwamba usiishi maisha ya amani. Haleluya. Kwa hiyo ukijikuta ujisikii kuomba, elewa tu kama wamekukamata na wamekufunga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine ni kuchukia neno la Mungu. Unajikuta haupendi kusoma neno. Unajikuta haupendi kusikia mahubiri. Yaani kama hapa saizi mtu aliyefungwa ndo muda wake wa kusinzia. Mgeukie jirani yako, afikisha muangalie. Hizo ni mbinu za kivita nakupa. Ukiona tu jirani yako analala saizi, wewe ufanyaje? Muelewe, mwambie wakati unafika utafunguka. Majira kama haya ambayo Mungu anasema na wewe, unaanzaje kulala? Kiti cha miguu minne kinakupaje comfortability ya kulala kama sio mapepo? Mwambie jirani yako usilale. Sikia neno la Mungu, maana neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Haijalishi ni nini adui aliweka ndani yako, kupitia neno la Mungu kile kitu kitamalizika. Haleluya. 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 Adui anakuzuia usisome neno, maana anajua neno la Mungu ni taa ya miguu yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 119 mstari wake wa 105. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, tena ni mwanga wa njia zetu. Hauwezi kutembea gizani bila taa ukafika unakoenda. Dunia tulionayo ni giza, imetanda na mambo mengi. Ndani yake kuna uzinzi, kuna ulevi, kuna ukahaba, kuna wizi, kuna kila aina ya uchafu. Tunahitaji neno la Mungu ili lituongoze tufike tunakotaka. Tunahitaji neno la Mungu ili liangaze njia zetu tuweze kufika tunakotakiwa kufika. Ukiona muda wa neno ndo unasinzia, ama ukiona muda wa neno ndo unaanza kukumbuka madeni ambayo unadaiwa, ukiona muda wa neno ndo unaanza kujifikirisha mahitaji ulionayo badala ya kusikia ni nini Mungu anasema na wewe, usijiulize sana, jua wamekukamata. Hawataki upokee taa itakao kufanya ufike mbali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linaweza kukusaidia ukashinda vita. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Ikiwa Mungu wetu ni moto ulao, unapokuwa na neno la Mungu, manake Mungu yuko ndani yako. Kama Mungu yuko ndani yako, chochote kile ambacho kitainuka kinyume chako, ama chochote kile ambacho kitainuka dhidi yako, Mungu ambaye ni moto atakupa nguvu ya kushinda, maana atakuwa na uwezo wa kuharibu kila kitu ambacho kimeinuka kinyume chako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kitu cha tatu ni kusikia uzito wa kumtolea Mungu sadaka. Dalili mmojawapo ya kujua kama umefungwa ni kusikia uzito ama kuwekewa uzito juu ya kumtolea Mungu sadaka. Ninaomba unisikilize kwa makini kabisa. Maana hapa ndo watu, mchungaji anaweza kuwa na upako usiokuwa wa kawaida, lakini akifika kwenye sehemu ya sadaka tu wanasema sio Mungu anasema, bali ni yeye anasema. Narudia, kusikia uzito wa kumtolea Mungu sadaka mbalimbali. Sadaka ziko za aina nyingi sana. Ziko sadaka za upendo, sadaka za shukrani, sadaka za dhabihu, sadaka za malimbuko, sadaka za kujimaliza, sadaka za nini. Ziko sadaka za aina nyingi, lakini maana ya sadaka ni kitu cha thamani ambacho mtu
huweza kukitoa mbele za Mungu bila kuhakiki matumizi yake. Narudia tena. Sadaka ni kitu cha thamani ambacho mtu anaweza kumtolea Mungu bila kuhakiki matumizi yake. Nikisema bila kuhakiki matumizi, ni pale ambapo unaweza ukafika madhabahuni ukatoa sadaka na usiulize mchungaji anafanyia nini hiyo sadaka. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unatoa sadaka alafu unakaa kwenye kona hivi, unapiga hesabu, mfano ulitoa milioni 2, alafu unakaa kwenye kona hivi unaangalia nione mchungaji kama atakuja na nguo mpya, ama nione kama mchungaji amebadilisha tairi zake za magari, ama nione mchungaji kama amebadilisha simu, na unaweza ukapanga safari kabisa ya kuja ofisini, hauji kuombewa ila unahakikisha matumizi ya sadaka yako, jua haujatoa. Ukitoa sadaka ukamtolea Mungu sadaka unayomaanisha, hautataka kujua umefanya nini. Sasa kile adui anakifanya kwako, anakuzuia usitoe, na ukitoa anakupa kazi. Anza kuchunguza ni nini amefanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo automatic unakuwa umeondoa maana ya halisi ya kile ambacho ulikuwa unataka Mungu akutendee. Na ukishaondoa maana halisi ya kile ambacho ulitamani Mungu akutendee, moja kwa moja unaendelea kuishi maisha ya ufungwa. Maana kama ulikuwa unatamani Mungu akupe mtoto, na yamkini ukafika ukaambiwa ya kwamba umefungwa 1, 2, 3, 4, 5, na Mungu anasema ya kwamba ili ufunguliwe kwenye hiki unatakiwa utoe sadaka 1, 2, 3, alafu unatamani Mungu akutendee kweli upate mtoto, na ukatoa, na kisha ukaanza kuwa na mashaka moyoni mwako, na kisha ukaanza kujiuliza maswali mengi. Je, kweli Mungu amepokea ile sadaka? Je, kweli Mungu atafanya hiki na kile? Je, kweli hiki kitatendeka? Automatically unajidisconnect na ile sadaka. Kwa hivyo badala ya kuwa sadaka, inakuwa ni fedha ambayo umeitoa tu ili maisha yafanyaje? Yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana, maana hili ndio eneo ambalo adui amewakamata watu wengi. Mungu anaruhusu utoe sadaka, na sio mtu atakwambia kwamba utoe sadaka. Ni Mungu anasema na wewe na moyo wako na akili yako na mawazo yako. Na kisha ukishatoa unaanza kuwa na mashaka moyoni mwako, unaanza kukosa imani juu ya ile sadaka uliyotoa, ama unaanza kujikuta hauamini kama kutoa kwako kunaweza kukafanya ukabarikiwa. Biblia inasema ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ikiwa umeshatoa sadaka kwenye madhabahu, amini ya kwamba Mungu anaweza kutenda, hata kama kwa hayo majira hauoni kama kuna uelekeo, ama hata kama kwenye hayo majira hauoni kama jambo linaweza kuwa, ila ndani yako unatakiwa utarajia kwamba ulichokiomba na sadaka uliyotoa vinaleta majibu kwako.